Moja nasema utafuta ufalme wa Mungu kwanza kabla ya kutafuta vitu vya ufalme, Mathayo 6:33. Kabla ya kutafuta magari, kabla ya kutafuta baraka, kabla ya kutafuta uponyaji, kabla ya kutafuta vitu hivyo vyote. Kwa sababu Yesu aliona watu wanatafuta uponyaji, lakini hawamtafuti mfalme mwenyewe mwenye uponyaji. Kanuni ya kwanza, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Kanuni ya pili aliyoiongelea pale, anasema baada ya kutafuta ufalme wa Mungu, anasema hayo mengine mtafanya nini jamani? Mtazidishiwa. Kwa maana mtayapata, lakini pia yataendelea kufanya nini? Kuzidishwa. Yanazidishwa kwa sababu huyo mfalme umeshampata. Mfalme lazima ambatane na baraka zake. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kama mtu amemruhusu Yesu akaingia ndani ya maisha yake, maana yake amemruhusu mfalme akae ndani yake. Namna ya kupokea ufalme wa Mungu. Namna ya kupokea ufalme wa Mungu. Moja ni kumpokea Yesu kuwa Bwana wa mabwana. Kwenye kitabu cha Ufunuo 3:20 anasema, tazama nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye pamoja nami. Ndio huko kienda hiyo 16 kitabu cha Marko sura 18 anasema hata wa kila kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Nitaingia kwake, nitakula pamoja naye pamoja nami. Amina, watumishi wa Mungu. Apewe sifa watumishi wa Mungu. Kwa anasema mtu akinipenda, moja, atalishika neno langu. Jambo la pili, na baba yangu atafanya nini? Baba yangu atampenda huyo mtu. Baba yangu atampenda. Ufalme wa Mungu utakupenda. Ufalme wa Mungu utafanya nini? Utakupenda. Alafu anasema jambo la tatu, nasi tutakuja kwake, kwa huyo mtu, na kufanya makao kwake. Haleluya. Na kufanya makao kwake. Kwa hiyo tayari kama anafanya makao huyo Mungu, maana yake ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Narudia, kama anasema nasi tutakuja, hapa haongelei mmoja, anaongelea wingi. Haleluya. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Ufunuo 3:20 anasema nabisha, ukifungua mlango nitaingia, takula pamoja na wewe pamoja nami. Lakini Injili ya Yohana 14:23 yeye anasema kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu, na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama Yesu amekuja na kufanya makao ndani yako, nini kinatokea? Maana yake utawala wa shetani lazima uvunjike. Utawala wa mateso lazima uvunjike. Utawala wa magonjwa lazima uvunjike. Utawala wote ule wa misujui, kuna mizimu lazima ikimbie, kwa sababu nuru na giza haziwezi kukaa mahali pamoja. Haleluya. Nuru na giza haziwezi kukaa mahali pamoja. Ndio huko ambako anawaambia wanafunzi wake, ombeni ufalme wa Mungu uje ndani yenu. Anawaambia wale Mafarisayo, msiache ufikiri ufalme wa Mungu. Alipokuwa anamwambia huo ufalme utakuja lini, akamwambia ufalme uko ndani. Ufalme uko ndani. Haleluya, watumishi wa Mungu. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Hauji kwa namna ya kuchunguza ufalme uko kule wala kule, hapana. Anasema huo ufalme uko ndani. Maana yake mtu akinikubali, akiruhusu Yesu aingie ndani yake, akawa ndani yake, Utatu Mtakatifu ukiwa ndani yako, maana yake ufalme wa Mungu uko ndani yako. Haleluya, watumishi wa Mungu. Ukiwa pamoja na mimi wewe mnyonge, maana yake nitatembea pamoja na wewe. Anamwambia Gideon, nitakuwa pamoja na wewe, maana yake ninaenda pamoja na wewe kwenda kuangusha huo ufalme uliowatesa, ufalme ule uliowanyanyasa, uliowaibia, uliowatesa. Naenda pamoja na wewe Gideon, usiogope. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu pewe sifa, watumishi wa Bwana. Shida tunapoenda sisi wenyewe, tunapoenda katika hali ya kujitosheleza, tunapoenda katika hali ya ujuzi wetu, tunapoenda katika hali ya nguvu zetu, tunapoenda katika hali ya uwezo wetu, ndipo tunaenda kukwama.
tukienda tukimwambia Bwana, tangulia mbele yangu Bwana, tengeneza njia Bwana, nyosha mapito yangu Bwana, Mungu atanyosha mapito yako. Haleluya. Kwa hiyo tunapomruhusu Mungu anabisha kupitia njia ya Injili tunavyofundisha hapa. Unaona, Mungu anasema kwamba tengeneza maisha yako. Ruhusu Mungu awe ndani yako. Ruhusu utawala wa Mungu uwe ndani yako. Kwanza tumezaliwa kwenye maeneo mengine, wamezaliwa watu wengine kwenye madhabahu mbalimbali. Madhabahu za mizimu, ulikuta wazee wako wanaenda milimani, wanafanya nini? Wanasema kuna lile jiwe ndio familia yetu, tunapeleka sadaka hapo. Umezaliwa kwenye hiyo familia. Ndio maana Mungu alipomwona Ibrahimu aanze kizazi kipya cha wacha Mungu na Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu kwenye Mwanzo 12 pale 1-3, anamwambia Ibrahimu, aliambiwa maeneo matatu: toka wewe katika jamaa zako, toka wewe katika nyumba ya baba yako, toka wewe katika nchi. Bwana Yesu pewe sifa. Amina. Na ndio maana sasa ukisoma maandiko vizuri, ukienda 13, hiyo Mwanzo 13 wa 9 na wa 14, 9 na 13, Mwanzo na mstari wa 9, ukienda na wa 14, wakafika eneo husika alipokuwa amefanikiwa kutoka. Na ndio maana tunasema, huenda sio wengi wanasema hivyo, Ibrahim, mimi najua alitoka kwenye maeneo mawili. Alitoka kwenye nyumba ya baba yake, alitoka kwenye nchi yake, lakini akashindwa kutoka kwa jamaa zake. Akamchukua, akaondoka na huyu bwana anaitwa Lutu, akaondoka naye. Wakati aliambiwa toke, tena aliambiwa toka wewe, akambeba, akaondoka naye. Kufika pale, wamefika eneo husika, wakapiga kambi pale. Haya, kuendelea pale, Mungu akanyamaza. Mbona kama Mungu alisema ni hapa? Mbona hamna maelekezo? Mungu akanyamaza kimya. Kwa sababu unaweza ukafika kwenye kanisa la Kipentekoste kama hili hapa, lakini kwa sababu wewe unaishi tofauti na utaratibu ulivyo, unaishi taratibu na Mungu anavyosema, hutasikia sauti ya Mungu mpaka utakapoamua kuviacha vitu vingine. Unaona, ananielewa wapendwa wangu? Mfalme anakutaka uondoe vitu vyote ili yeye awe mfalme wako. Usimbakize Mungu mwingine wala nguvu nyingine wala uwezo mwingine wa kujitetea nake. Mungu akikuona anasema, huyu ameweka tumaini lake kwangu. Hajaliweka tumaini kwa ndugu zake wala kwa baba zake wala kwa wazazi wake wala kwa mume wake wala kwa mke wake wala kwa watoto. Ameliweka tumaini lake kwangu. Mungu akikuona umeliweka tumaini lako kwake, yeye atajitosa. Anajua hapa niko tayari kumsaidia. Hata atakapofunguliwa atasema, ni Mungu wala sio ukoo, ni Mungu wala sio ndugu, ni Mungu wala sio daktari, ni Mungu wala sio nchi yangu, ni Mungu wala sio fedha zangu, ni Mungu wala sio elimu yangu. Pale ambako utaruhusu Mungu peke yake abaki kwa mtetezi wako, atakutetea na utakuja kumtukuza yeye. Amina. Amina, watumishi wa Mungu. Biblia inaeleza nini kwenye kitabu cha Mwanzo? Anasema baada hapo Mungu akatengeneza jambo ambalo lilionekana ni kama la kuachanisha, kwa sababu alitoka kule wakiwa kama wanapendana. Kwa Ibrahimu aliacha nyumba ya baba yake, aliacha nchi yake, lakini hakumwacha jamaa yake, akaondoka naye na jati, akanyamaza. Na ndio maana maandiko yanasema, kama tulivyosoma hiyo Mwanzo 13 mstari wa 14, anasema Mungu akamwambia Ibrahimu alipokwisha kutengana na Lutu. Na leo mimi nikwambie, kama kuna jambo fulani ambalo unahangaika nalo na unatamani baraka za Mungu zifunguke, kuna kitu kimoja inawezekana umekuwa na msimamo nacho na unaona kwamba wewe uko sawa. Sasa sikiliza nikwambie, kitu kitakuathiri mpaka utakapotengana nacho. Naongea na mtu mmoja hapa, mpaka utakapotengana nacho. Hata kama unakipenda kiasi gani, acha hicho kitu ambacho wewe unakifanya, unachokijua wewe mwenyewe. Unajua kabisa hiki kitu nakifanya na hakuna mtu yote anakijua. Mungu anasema kiache ili atembee pamoja na wewe, ili awe mfalme wako. Haleluya, watumishi wa Mungu. Kama ni kiburi, kiache katika jina la Yesu, ili Mungu atembee pamoja na wewe. Haleluya. Kama ni kuonjaonja, acha katika jina la Yesu, ili Mungu atembee pamoja na wewe. Haleluya. Kama unaenda kwa waganga, acha katika jina la Yesu, ili Mungu atembee pamoja na wewe. Kama sio mwaminifu, acha katika jina la Yesu, ili Mungu atembee pamoja na wewe. Maana unakosesha
kusikia sauti ya Mungu kwa sababu umeambatana na vitu ambavyo uliambiwa viache, wewe umeamua kuvibeba, havitakusaidia maishani. Nataka nikwambie, Yesu anasema ule ufalme wa Mungu unapokuja, utawala wa Mungu unakuja. Utawala wa Mungu unapokuja, tawala zote lazima zianguke. Hazina nafasi kwenye maisha yetu, kwenye maeneo yote ya mwili wako. Kuwaza kwako hakuna nafasi ya ushetani, moyo wako kuna nafasi ya shetani. Kila kutenda kwako tunamshuhudia Mungu wetu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Naongea na mtu mmoja ambaye anataka mabadiliko. Utakaa kwenye kanisa la Kipentekoste na utaona mambo ya Kipentekoste, hautaona upendo wa kiroho, hautaona miujiza ya kiroho, hautaona majibu ya kiroho. Kuna kitu kimoja umekibeba. Anasema mtu akinikubali atalishika neno langu, maana katika sheria ya Bwana. Yoshua anaambiwa ya kwamba kitabu hiki kisiondoke, maana yake yatafakari mambo haya mchana na usiku, ndipo atakapostawi na hakuna atakachosimama mbele. Kila atakachokifanya kitafanikiwa. Naongea na mtu mmoja anataka mabadiliko. Mwache yule mtu ambaye anafikiri amefunga maisha yako. Naambia mimi na wewe basi nataka sura mpya ya wokovu. Mimi na wewe basi nataka kuanza maisha mapya, mimi na Mungu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naongea na mtu mmoja anataka kufunguliwa katika jina la Yesu. Mtu mmoja anataka kupona katika jina la Yesu. Watu wafanikiwe si kwa sababu hawajafika kwenye kanisa la kiroho. Wamefika kwenye kanisa la kiroho, lakini kanuni ya kutembea na Mungu ndiyo inawashinda. Kanuni ya kutembea na wokovu ndiyo inawashinda. Watu tunaweza Mungu akaachilia neema, akatuona tunaweza kufanya mambo makubwa, akatuona sisi wahubiri wakubwa, akatuona sisi watu kufanya miujiza mikubwa, lakini kuna jambo moja ambalo tunang'ang'ana nalo muda wote, hatujawahi kuliacha. Hilo jambo linaweza likaharibu maisha yako na hatima yako, na usione nuru ya Bwana ikitembea pamoja na wewe. Amina watumishi wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Makao ya Mungu yakiwepo, mizimu ya ukoo kuanzia hapo mwisho katika jina la Yesu. Mtu anapompa Yesu maisha, anapompa Yesu maisha, haleluya. Dada ubarikiwe, injili inalipa, haleluya. Asante dada, Mungu ubariki sana. Sikiliza nikwambia watumishi wa Mungu, ufalme wa Mungu jinsi ulivyo, Mungu ubariki sana. Hebu naomba watu kama hata watano hapa, hata sita hapa. Ngoja udada sasa, mzungukeni udada, simama hapo. Mzungukeni udada, nyinyi wote mzunguke udada. Asamani kabla kumzunguka. Kuko hivyo watumishi. Kabla ya wokovu utakuwa unatembea wewe peke yako. Wewe na vita vyako na mashetani na kila kitu. Sawa watumishi wa Mungu? Na namna kujihami kwako ufunga mairizi vyovyote vile. Kwa sababu ya ulimwengu huu na changamoto zake. Lakini mtu huyu akasikia injili, na baada ya kusikia injili akaamua kuokoka. Na anapookoka Biblia inasema malaika mbinguni wanafanya nini? Wanashangilia. Sio tu kushangilia. Huyu mtu kutokea hapo anapompa Yesu maisha, Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo kwa wale wanayemcha Mungu. Kuanzia pale anapompa Yesu maisha anakuwa mcha Mungu, na anapokuwa mcha Mungu hawezi kuwa mcha Mungu bila ulinzi. Malaika wa Bwana hufanya kituo kwa wale wanayemcha Mungu. Na tunamwona Elisha na Gehazi. Gehazi anatoka nje anasema ole wangu bwana wangu kwa tumeshazingirwa. Lakini Elisha anamwambia Mungu, mfungue macho aone. Bwana Yesu apewe sifa. Mfungue macho aone ulinzi tulionao. Kwa hiyo maana yake mtu anapoamua kuokoka, kwa mtamzingira huyu dada. Hebu mzingireni huyu dada. Msogeleni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo huyu dada baada ya kumpa Yesu maisha, tayari huyu dada kumfikia huyu dada mpaka kukutana naye mzuri si jambo rahisi. Ndio huko ambako anasema kila silaha itakayofanyika juu yako itafanya nini? Haitafanikiwa. Sumu yoyote ikija hapa haifiki katika jina la Yesu. Haifiki. Hakuna chochote kinachokufikia kwa sababu unalindwa kuliko wakuu wa nchi. Unalindwa kuliko wafalme wa dunia. Watu wanaweza kukuchukulia wewe ni mtu mdogo, binti mdogo, mama mdogo, si kaka huyu
watumishi wa Mungu? Jina la Bwana barikiwe. Kwa hiyo haya, ukijaribu kutembea na nyinyi mtatembea. Tembea dada, wewe endelea kutembea tu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tunatembea na Bwana. Haya, rudi dada. Unapotembea unatembea pamoja na Bwana. Haleluya. Haya, unaweza kwenda kumpigia Yesu makofi mengi. Ufalme wa Mungu leo unaenda kuwa juu zaidi kuliko falme zozote zilizowahi kutawala. Kwa jina la Yesu Kristo, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Falme wa Mungu unaenda kuangusha tawala zote, tawala zinazoitwa za magonjwa, tawala za giza, tawala za mateso, tawala za kuwa kwenye gereza. Gereza na maana gani? Kila unapojaribu kutoka umeshindwa, kila unapojaribu utoke, kila unapotamani uende mbele unashindwa, uko ndani ya gereza. Kwa jina la Yesu Kristo, na neema ya Yesu Kristo itatembea na mtu mmoja hapa katika jina la Yesu Kristo. Hebu isogele madhabahu, wewe ambao unaamini ya kwamba Bwana anaongea na moyo wako, Bwana anaongea na wewe, Bwana anasema na wewe. Sogelea mara moja hapa, kwa sababu Bwana ana jambo moja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu lina haki. Yeye anasema ya kwamba utawala unaanguka. Ombeni hivi, ufalme wangu uje, ufalme wa Mungu uje kwa jina la Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu unakuja ukiwa umebeba vya kwako vyote, umebeba baraka zote. Ufalme wa Mungu umekuja, umebeba uzima. Anasema mapenzi yako yafanyike huko kama yanavyofanyika huko mbinguni, yafanyike na huko. Mbinguni hakuna kinyonge, mbinguni hakuna magonjwa, lakini kwenye ufalme wa giza kuna magonjwa na madhara yanayo leo na mateso yanayo leo na gonjwa yanayo leo umeyapata kwenye ufalme wa giza. Mwambie Mungu mtakatifu, naingia kwenye ufalme wa haki, naingia kwenye ufalme usio na magonjwa. Naongea mtu mmoja, mwambie Bwana, naingia kwenye ufalme usio na magonjwa, naingia kwenye ufalme ambao hakuna mateso, naingia kwenye ufalme Bwana, najihusisha kuingia katika jina la Yesu. Automatically utajikundua Bwana anakuponya kwa sababu unajihusisha kuingia. Mwambie Bwana, naingia na afya yangu, nimeambia na ugonjwa ambao hauna tiba kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, naingia kwenye ufalme katika jina la Yesu Kristo. Naita moto na Roho Bwana anaenda kupita na nguvu katika jina la Yesu. Naweza kushangaa sana, baba yuko kwenye ufalme huo wa giza, lakini mama yupo, familia iliyozaliwa wako ndani ya ufalme huo. Leo natangaza kwa jina la Yesu, anza na wewe, ufalme wa Mungu anza na wewe, ufalme wa Mungu anza na wewe. Bwana ingilia kati, kiwa mahali hapa wewe, mwambie Bwana, usinyamaze kimya. Mwambie Bwana, nakutaka yale unayotamani, anza kujinuizia mwenyewe, anza kumwambia Bwana, natamani Bwana, natamani nikujue zaidi. Wenda neno hili Bwana ulisubiri kwa wakati huo, nicho Bwana wa mbingu na nchi. Ufalme wa Mungu umebeba nini? Ufalme wa Mungu umebeba nini? Sisi ni wafalme, mimi ni mwakili wa siri za Bwana. Huu ni ubalozi wa Mungu, huu ni ubalozi wa Mungu, huu ni ubalozi wa Mungu. Serikali ya mbinguni inaangalia mahali hapa katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haya mateso, haya mateso, haya mateso, haya mateso, haya mateso, haya mateso, kwa jina la Yesu Kristo. Wafalme wa giza wamekunenea mabaya, hao watu waliofungwa. Ulifungwa wapi? Ulifungwa kwenye ulimwengu wa giza. Unafunguliwa wapi? Unafunguliwa kwenye ufalme huu wa nuru, kwa jina la Yesu Kristo. Kila kama haya ameshinda, yeye ameshinda, yeye ameshinda, ndio mfalme wetu, yeye ameshinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo mateso basi, mfalme wa giza, mfalme wa giza, nani ukiwa hapo unateswa na mfalme wa giza, maana mfalme wa giza unaweza kusukuma ufanye mambo ya dunia. Mwambie Bwana, ninakuja kwako, mfalme wa giza ukashika maisha yangu. Ongea hapa nyuma kwamba ndani ya kwa nyuma, mwambie ni Bwana jambo, wala msijamale kimya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mfalme wa Mungu na haki, mfalme wa Mungu beba haki, beba haki jina. Ninajua kuna watu waliosema gereza mwanangu naweza kautoke, inawe na watoto wako na kutangazia hawa watu leo wako wengine ya Bwana, hawa watu
Ishi maisha ya furaha pamoja na Bwana. Ishi maisha ya ushindi pamoja na Bwana. Ishi maisha ya ushindi utashinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naita neema, neema sio kwa kawaida, neema sio kwa kawaida, neema, 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 neema kubebe, haki, haki kubebe, haki kubebe, haki kubebe, haki kubebe, haki kubebe, acha neema sema jiraka, unachomoka, unachomoka, haijalishi ni wangapi wamesimama, haijalishi ni mangapi yalitaka, Bwana ingilia kati, Bwana ingilia kati, Bwana ingilia kati, Bwana ingilia kati, ingilia kati Yesu, ingilia kati Yesu, atakia kizazi chake, ingilia kati Yesu, zaliwa wa kwanza, zaliwa wa pili, Yesu yakuoka, yule mwana huyo, kwa jina la Yesu, atalia juu ya mtoto wake, atalia juu ya ndani, atalia juu ya mtoto wake, atalia Yesu, ninataraja jina la Yesu, pokea, 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 na mtumikie Bwana, mtumikie Bwana, kana kana kuna magumu mbele yako, mwimbie Bwana, kama mbele na sila gerezani, mwambie Bwana umetukuka sana, Yesu simwache, Yesu simwache, Yesu simwache, ashirishe, 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 haleluya, haleluya yetu Bwana, kwa jina la Yesu, haleluya, ashirishe, 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 jina lake linatoka, neema, 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 neema. Yes,
falme wa giza, angusha, falme wa giza, angusha, falme wa giza, angusha, falme wa giza, falme wa giza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, fire fire, hata moto na radi, kwa jina la Yesu, kila fire ya giza, na wasilisha falme wa giza, yako dada, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, angusha kila falme, fire ya Yesu, kwa jina la Yesu, kila mamlaka, kila
Shangilie Bwana Yesu zaidi, mpigie Yesu makofi mengi. Yana makofi mengi sana.